Bwana, hapa ni sehemu ambapo tunazungumzia kuhusiana na magari. Hapa utapata elimu mbalimbali kuhusiana na magari, teknolojia na vitu mbalimbali vinavyoendelea duniani juu ya magari. Yes, leo nataka nizungumzie kitu kimoja ambacho kinaweza kikawa kigeni masikioni mwa wengi ambao wanatumia magari hapa kwetu hawajawahi kukutana na kitu kama hiki, kwa sababu labda wao wanatumia magari ambayo ni second hand, lakini wale ambao wamezoea kununua magari brand new wanakutana na kitu kama hiki sana, hasa nchi zilizoendelea. Kuna kitu kinaitwa recall. Kwa Kiswahili chake sijui tuiteje, lakini ni magari ambayo yanarudishwa kutoka katika matumizi ya watu wa kawaida na yanarudishwa katika kiwanda. Unaweza ukaenda sehemu kanunua gari mpya kabisa, lakini katika utengenezaji wa ile gari ukaonekana kuna default fulani. Inawezekana katika mfumo wa breki labda walikosea kitu fulani, kwa hiyo inabidi wayaite magari yote ambayo yameuzwa na kurudisha katika sehemu mbalimbali ambazo zimekuwa appointed kwa ajili ya kufanya marekebisho. Sasa hapa ni maandalia listi ya magari ambayo yamefanyiwa recall, yani yameitishwa kwa ajili ya marekebisho kati ya mwaka 2023 mpaka mwaka 2024 mwishoni. Kuna listi kubwa sana hapa, lakini ngoja tuanze hivi. Namba 10 bwana imeshikiliwa na Kia Motors. Kia Motors imekuwa na takriban magari 23,000 ambayo haya yote yalikuwa na changamoto ambayo ilipelekea endapo changamoto hii isingeweza kutengenezwa ama kurekebishwa ingeleta madhara makubwa kwa mtumiaji. Kulikuwa na changamoto ya ukosefu wa nati katika viti vya magari, jambo ambalo lingeweza kuwa na hatari ya kuweza kumjeruhi abiria na kuweza kusababisha matatizo mengi sana. Magari yaliweza kurudishwa na kuweza kurekebishwa tatizo hilo. Model iliyoathirika zaidi ilikuwa ni Kia EV6 na Kia Niro. Namba 9 bwana imeshikiliwa na Tesla. Tesla iliweza kuitisha magari, yani kuyafanyia recall magari takriban 25,000, yani magari yote 25,000. Watu wanatumiwa email ama wanapigiwa simu, bwana naombeni mrudishe gari zenu mpya hizo 0 km zina changamoto fulani. Hapa kulikuwa na changamoto ya mfumo wa battery, ambapo waliitisha model za S pamoja na model ya X, ambapo walirekebisha tatizo lile la battery bila kulipisha mteja yoyote gharama yoyote. Unapoitisha recall bwana, inabidi uwe mpole sana, huhitajiki kumchaji tena mtu kwa makosa ambayo nyinyi mliyakosea kimfumo. Subaru, bwana wale wa Subaru mpo bwana. Subaru iliitisha magari takriban 50,000, yani 50,000 wote waliambia bwana rudisheni magari, hapa kuna changamoto. Changamoto gani bwana? Kulikopo na pampu za mafuta zilikuwa zina changamoto ya kuweza kutokufanya kazi ipasavyo, yani muda wote gari ilikuwa na uwezo wa kuzimika injini yake. Kwa hiyo waliitishwa watu wote wakabadilisha mfumo wa zile pampu na magari yakawa poa kabisa. Magari ambayo ya Subaru models zilizoathirika zaidi ilikuwa ni Outback, Forester na Impreza. Kuna gari bwana mimi nilihisi yenyewe ndio inaweza kawa kinara ama yenyewe ndio kaongoza safu hii kwa kuitisha magari mengi yenye changamoto, kumbe ni kinyume bwana. BMW yenyewe iliitisha magari 80,000 tu kwa matatizo ya mfumo wa umeme, yani wiring, ambapo walirekebisha magari yale na kuwarudishia wenyewe, hasa katika BMW i4 na BMW iX. Ford wao walitisha magari takriban 100,000. Sababu ilikuwa bwana, unaendesha gari mara ghafla mlango unafunguka. Kwa hiyo waliitisha magari yote na kuanza kuyarekebisha mfumo mzima wa mlango, hasa katika Ford Explorer na Ford Ranger. Honda wao walitisha magari zaidi ya 200,000. Tatizo lilikuwa kwenye mfumo wa airbag. Yani airbag zilitengenezwa kwa awali na zikaonekana kwamba airbag zile zinatoka kwa nguvu sana, yani endapo unapata ajali airbag inakuchapa kweli. Kwa hiyo waliamua kuziitisha na kuanza kubadilisha mfumo wa airbag na kuweka airbag zingine. Honda zilizoitishwa ilikuwa ni Honda Accord pamoja na Honda Civic. General Motors bwana, wao waliitisha gari zaidi ya 300,000, yani waliziita zile gari zije kurekebishwa mifumo ya breki na matatizo ya umeme, hasa katika Chevrolet Bolt. Na hatua zilizochukuliwa, General Motors waliamua kubadilisha mfumo, yani walibadilisha spare katika gari hizo na baadaye zilikuwa poa.
Volkswagen, wazee wa Volkswagen mpo Kwanza kabla sijawaambia Volkswagen ilitisha magari mangapi, nenda katika Instagram page yangu, drop comment yako. Nenda Instagram, andika 255 Jerry, alafu unaweza kudrop comment yako, gari yako umesikia hapa. Bwana, Volkswagen walitisha zaidi ya gari 400,000 kwa ajili ya kufanya kitu kinachoitwa recall, matengenezo katika mfumo wa gesi chafu, yani ule moshi unaotoka nyuma katika exhaust, hasa katika magari yao ya diesel. Magari ya model ya Volkswagen yaliyoathirika zaidi ilikuwa ni Golf, Jetta na Passat. Hyundai, Kia, zaidi ya magari 500,000. Sababu ya kurejesha magari yale yalikuwa na injini ya uwezekano wa moto kutokana na kuvuja kwa mafuta. Model zilizoathirika katika tatizo hili ilikuwa ni Hyundai Sonata na Kia Optima. Bwana, huyu ndio katisha, huyu ndio kinara katika recall, yani wote wanasubiri nani huyu. Zaidi ya magari 1,000,000 Toyota iliaitisha kwa ajili ya kurekebisha matatizo mbalimbali katika gari hiyo. Matatizo katika mfumo wa breki za gari pamoja na airbag. Magari yaliyoathirika zaidi katika kampuni ya Toyota yalikuwa Toyota Corolla, Prius na Highlander. Asante sana Dinga. Tazama hii shock up jinsi ilivyoisha. Yani hii shock up kazi yake ni kuleta ukinzani pale unapofunga spring, kwamba gari kiingia kwenye shimo basi hii shock up isiingie ndani, yani iwe ngumu kama hivi. Sasa hii yenyewe imeisha kiasi cha kwamba hata kwa kidole kimoja tu basi unayoingiza ndani. Hebu imagine hapa matatizo gani yanaweza katokea katika gari yako. Zipo dalili nyingi sana ambazo unaweza wewe mwenyewe ukaziona kabla gari halijaharibika, ama dalili ambazo unaweza ukazijua, kitaalamu wanaita symptoms. Dalili mojawapo zinazoweza kuonesha matatizo mbalimbali katika gari yako, iwe katika engine ya gari yako, iwe katika miguu ya gari yako na vitu vingine ambavyo unatakiwa tu kuvifahamu kwamba endapo itatokea kitu fulani basi inaashiria kitu gani, na je ufanye nini ili kuweza kusolve matatizo yote hayo. Na hii yote inaletwa kwenu na mimi, mtaalamu wako naitwa 255 Jerry, au unaweza kuniita Fundi Jerry. Karibu katika show ya The Gear. Hii ni show ambayo inakuweka wewe mtumiaji wa gari ama mpenzi wa kufuatilia masuala ya magari ama spare za magari. Hapa utafahamu yote na itakusaidia kabisa katika safari zako na matumizi yako ya gari. Karibu katika The Gear. Kuna maneno wanasema uonapo dalili hizi basi nenda kwa daktari mapema, na kuna maneno mengine yanayosema kwamba sio kila homa ni malaria. Sasa leo hii maneno yote hayo yana apply katika gari pia. Sasa kuna dalili mbalimbali ambazo ukiziona tu zinaweza kuashiria matatizo katika gari yako. Dalili moja hapo ambayo ni kubwa kabisa ni warning sign. Warning sign ni namna ambapo watengenezaji wa gari waliona kwamba ndio njia nyepesi kumpa taarifa mtumiaji wa gari kwamba bwana, kuna tatizo ndani ya engine ya gari yako, ama kuna tatizo kwenye mfumo wa suspension huku chini na kila kitu. Kwa hiyo wao, au kuna tatizo kwenye masuala ya cooling system, maji au nini, ama braking system. Hivyo vitu vyote basi vitaashiria kwa sign ambazo zitaonekana pale katika dashboard yako. Kuna sign tofauti zinazoashiria vitu kama vile charging system, gearbox, sign zinazoashiria masuala ya cooling system, swala la upungufu wa oil, swala la overheating, swala la braking system. Kuna signs zinazoonyesha masuala ya suspension system. Kuna sign nyingi sana ambazo zinaonekana katika dashboard yako zinazoitwa warning sign. Ni rahisi sana. Mimi
watu wengi sana wananipigiaga simu, hii taa imewaka, ama wananitumia picha, hii taa imewaka ina maana gani? Ni rahisi sana. Wewe kama leo ni mtumiaji wa gari, nataka unufaike na The Gear. Ni rahisi. Pale ambapo unaona taa yoyote ambayo ipo kwenye dashboard ya gari yako ambayo haikuwepo, imetokea, yani warning sign yoyote, chukua simu yako kama unatumia smartphone, ipige picha ile sign, alafu pia iingize katika Google search. Ukiingiza kwenye Google search itakuambia tatizo ni nini. Kuna sign nyingi sana zinaweza zikatokea, lakini kuna baadhi ya sign ambazo ni hatari sana kwenye kuendesha gari. Kwa mfano sign ya overheating. Overheating ni sign moja ambayo ni hatari sana katika gari ambayo unaendesha. Kuna sign nyingine ya oil. Hizi sign mbili mimi binafsi kwa experience yangu naziogopa kuliko sign zingine zote. Ingawa anasema warning sign zote zinazotokea katika dashboard yako unatakiwa uziheshimu na ukimbie mara moja kwa daktari kujua tatizo ni nini. Hiyo ni ya kwanza. Kabla tuendelea mbele, basi nataka niwaambie kwamba kila taa unayoiona katika dashboard yako inaweza, warning sign moja inaweza kawa na maana zaidi ya moja. Yani warning sign kwa mfano ya check engine inaweza kawa na zaidi ya maana hata 50, kwamba endapo kuna tatizo la fuel sensor, tatizo la crankshaft sensor, tatizo la oxygen sensor, inaweza kawakilishwa na sign moja tu ya check engine katika gari yako. Kitu cha pili ambacho nataka leo niwafahamishe ni swala la dalili. Ukiona dalili kwamba asubuhi unawasha gari lako na haliwaki, au umepaki sehemu gari lako na haliwaki, kuna mambo mawili pale. Kuna jambo la kwanza, inawezekana ikawa ni battery, ambapo kila mtu ndo kimbilio lake. Mtu yoyote ambaye anafikiria, ambaye ana elimu ya kawaida tu ya magari, jambo la kwanza ama basic huwa ni battery, kwamba battery imeenda down. Kwa sababu tumezoea battery hata kwenye simu isipofanya kazi, basi battery inaweza kusababisha kutokuwaka kwa simu. So battery ndio inaweza kawa ni sababu, lakini kifundi zaidi inaweza kawa ni battery terminal. Yes, battery, lakini battery terminal. Ama inawezekana ikawa ni main fuse ya gari ambayo yenyewe inafanya kazi na mfumo wa battery. Ama inawezekana ikawa ni tatizo lolote la umeme linaweza kusababisha gari kutokuwaka. Hilo la kwanza. La pili ni fueling system. Inawezekana mafuta hayafiki vizuri katika gari na iweze kusababisha gari kutokuwaka. Tatizo la tatu inawezekana ikawa kitu kinachoitwa starter. Starter bwana ni kifaa fulani, mimi nakionaga kifaa fulani cha kivivu sana. Yani kifaa chenyewe kazi yake ni moja tu, endapo unawasha gari, yani wewe unatoka zako Dar mpaka let's say Mwanza, haujazima gari, umeiwasha tu gari, ile kazi yake ni moja tu, yenyewe inatoka tu pop, inazungusha engine, inarudi ndani, haifanyi kazi tena mpaka Mwanza ukizima gari. Kama utageuza hujazima gari, yenyewe haifanyi tena kazi mpaka Dar. Umeona, hiyo ndio inaitwa starter. Starter motor inaweza kawa na changamoto mbalimbali kusababisha gari yako kutokuwaka katika hali ya kawaida tu na kuanza kupata tabu, na unaweza kawa starter yenyewe shida, ama umeme pia katika starter pia ukawa na changamoto. Yes, inaweza kawa tatizo la mafuta katika gari, aidha mafuta yameisha ama mafuta hayatoki nyuma katika gari kwenda mbele, au yanafika mbele lakini hayaendi katika sehemu ipasavyo. Basi hiyo inaweza ikasababisha gari kutokuwaka. Inaitwa hard start ama kutokuwaka kabisa. Yes, hard start na kutokuwaka ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mtu anaweza kuuliza gari yako inawaka, yes, lakini ina hard start. Inaweza kawa nasumbua, mtu anawasha hata mara 4 mara 5 ndio inawaka. Hiyo inaitwa hard start. Lakini kuna ile haiwaki kabisa. So ni vitu viwili tofauti ambavyo pia inatakiwa ukishasikia dalili kama hizo, kimbia mara moja kwa daktari aweze kukagua gari yako na kujua tatizo liko wapi na kuweza kusolve tatizo liliopo. Bwana, kuna harufu mbaya zinaweza zikatokea katika gari. Kuna harufu unapotumia gari bwana, unapaswa kuwa makini hata na masuala kama ya harufu. Kuna harufu kama ya kitu kinaungua, unatakiwa uweze kuzingatia harufu kama hiyo. Na kitaalamu zaidi, kama umeweza kuadvance zaidi, unaweza ukawa unafahamu, kwa sisi ambao tuko masuala ya garage, tunaweza tukafahamu harufu ya coolant. Harufu ya coolant inanukiaje au inanukaje. Tunaweza tukasikia harufu ya ATF,
tunaweza tukafahamu harufu ya engine oil, tunaweza tukafahamu harufu ya AC refrigerant, yani kama gesi inavuja ya AC, sisi tunaweza tukafahamu harufu yake ikoje na ikawa rahisi sana kwa sisi. Lakini kama wewe ni mtumiaji wa gari wa kawaida, si rahisi sana kuweza kujua harufu zilizopo katika gari. Lakini kuna zile basic tu kwamba harufu sio normal, unasikia harufu kama ya breki, harufu za breki kama vile zinatoa harufu. Ni ngumu kuweza kuelezea, lakini kama ni mtu ambaye uko interested unaweza kufahamu. Lakini harufu yoyote ambayo sio ya kawaida ambayo unaisikia katika gari yako, ni vyema kwenda direct kwa dealer ama fundi yoyote kuweza kukuangalizia kujua tatizo ni nini. Moshi. Bwana, ukiangalia katika exhaust ya gari yako kunawezekana kukatoka moshi. Hii ni dalili ambayo mtu yoyote tu ambaye ni mtumiaji wa gari anaweza kufahamu kwamba kuna tatizo hapa. Sasa nina swali. Kuna moshi aina 3. Kuna moshi mweupe, kuna moshi mweusi na kuna moshi wa blue. Nenda katika Instagram katika page yangu, yani 255 Jerry 255 Jerry, uweze kuniambia moshi mweupe maana yake nini, moshi mweusi maana yake nini. Dalili hizo zinamaanisha ni dalili za nini, na moshi wa blue zinamaanisha dalili ya tatizo gani katika gari. Kuna mitikisiko, vibration fulani hivi, yani unakaa kwenye gari lakini unahisi kama uko kwenye helicopter ama zile, unajua zile treni za kizamani zile. Mitikisiko bwana ama vibration katika gari ina maana nyingi sana. Ina maana ya kwamba kunawezekana kuna mountings ambazo zinashikilia gari zinaweza zikawa zina changamoto mbalimbali. Sasa inawezekana pia kukawa na tatizo katika mfumo wa hewa wa gari. Let's say kuna hose fulani ya hewa imetoboka, inaweza sababisha kuwa na mtikisiko katika gari lako. Pia kuna vitu vingi sana vinaweza sababisha mtikisiko katika gari lako, lakini unatakiwa kufahamu tu endapo kuna mtikisiko katika gari yako ni dalili ambayo unapaswa kukagua na kujua tatizo gani ambalo limepelekea mtikisiko katika gari lako. Lakini mara nyingi mwanzoni kabisa inaweza kawa ni bush, yani mounting zile, ama inawezekana ikawa hata kwenye mfumo wa mafuta pia, yani kama coil ama plug-in mbovu inaweza sababisha mtikisiko katika gari lako. Leo naambia tu dalili hizi ambazo at least hata kama wewe sio fundi, ni mtumiaji wa gari tu, at least uwe na kitu fulani kichwani ambacho unaenda nacho sehemu, lakini unajua hii inaweza kawa kitu fulani, ingawa sio kila homa ni malaria. Tunaenda katika kitu kingine ambacho kimewahi kuwakuta baadhi ya watumiaji wa gari. Umewahi kukutana na gari ambapo unakanyaga acceleration lakini gari haikimbii ipasavyo, ama unaweza kukuta unamaliza paka kibati lakini gari liko pale pale. Unaweza kawa na hisi hii inatokana na nini? Hii ni dalili ya kwamba inaweza kawa kuna tatizo katika hiyo accelerator pedal, hiyo acceleration pedal hii ambayo unaikanyaga, wanaita mafuta yenyewe unaikanyaga, inaweza kawa na tatizo. Inaweza kawa mbele katika accelerator pedal kuna throttle ambayo inafanya kazi pamoja nayo, inaweza kawa ina tatizo. Inaweza kawa kuna tatizo katika mfumo wa mafuta kwenda mbele na kusababisha gari isiweze kwenda vizuri. Ni vitu vingi ambavyo vinaweza pia ikawa ni sababu, lakini hizo ni moja kati ya sababu ama symptoms za gari yako kukosa kitu kinachoitwa acceleration. Dalili za kujua kwamba gari yako ina tatizo la brake ama kuna tatizo kwenye braking system, zipo dalili nyingi sana. Kitu cha kwanza, dalili moja kubwa kabisa ni kwamba gari haisimami. Yes, breki manake tatizo kubwa la kwanza ni kwamba gari unakanyaga breki, gari haisimami, hakuna kamba, wanaita breki kamba. Unajua breki kamba zile unakimbiza, unakanyaga hivi pap, gari imesimama. Breki kamba hakuna. Basi hapo ujue kuna changamoto katika mfumo wa braking system. Inaweza kawa brake pads zenyewe zimeisha, inaweza kawa mafuta ya breki yameisha, kuna leakage kwenye mfumo wa mafuta ya breki, ama hakuna mgandamizo mzuri katika braking system yote. Yani kwa mfano ule brake booster, master na vitu vyote hivyo vinaweza kusababisha braking system kuwa ina changamoto. So unapoona unakanyaga tu breki hakuna, basi ujue moja kati ya hivyo vitu nilivyotaja vinaweza vikawa vina changamoto. Hapo kwenye breki bwana, unaweza kaona harufu
harufu, hata kama breki bado zipo, lakini kuna harufu fulani kama mwanzoni nilivyosema, kuna harufu ya breki kama zinanuka hivi. Sometimes hata ukiingia umeendesha umbali mrefu, umeingia katika dimbwi la maji, unaona kuna moshi mwingi unatoka katika matairi. Basi ule moshi unaweza kusababisha ikawa ni kiashiria kimojawapo cha kugundua kwamba kuna tatizo la breki hizi, kwamba zina jam. Sawa, disk rotor inakuwa ya moto kwamba imetembea muda mrefu, lakini kuna muda inakuwa ya moto zaidi. Unaweza ukaingia katika dimbwi na matairi yote manne ya gari, lakini ukajikuta upande mmoja tu ndio unatoa zaidi moshi, basi ujue hapo kuna changamoto ya caliper. Pia inaweza ikakufanya wewe ukajua kwamba pale kuna changamoto ya brake caliper, labda zina jam ama kuna changamoto yoyote, lakini ule upande una changamoto zaidi ya pande zingine 3 zilizobaki. Kuchemsha bwana, overheating bwana ni kitendo cha gari kuwa na joto kali kuliko kawaida. Unaweza ukajua pale ambapo kwanza unapoendesha gari yako kuna sign itakuja katika dashboard ya gari yako, lakini hata kama sign haijaja, kuna gari nyingine unakuta ina overheat lakini sign pale haitokei. Temperature sensor labda mbovu, inaona gari huku ina overheat, lakini pale katika dashboard ukiangalia unaona kabisa temperature iko normal, lakini huku mbele ukifungua bonnet ya gari yako basi unakuta joto ni kali sana. Sometimes unakuta hadi hapa mbele kwenye bonnet rangi inachubuka. Hiyo ni dalili mojawapo ya gari ina overheat. Harufu pia inaweza kusikia harufu ya gari ku overheat pale ambapo unasikia harufu kama ya coolant hivi. Hiyo inaweza kuwa moja ya dalili ya gari ku overheat. Kingine bwana, unapoendesha gari yako katika speed fulani, sishauri uachie steering ya gari yako, lakini ukiachia steering kidogo basi unaweza kuona gari inaenda zaidi upande mmoja kuliko upande mwingine. Hii ni dalili kwamba gari yako inahitaji kufanyiwa kitu kinachoitwa wheel alignment. Unaweza kufanya wheel alignment, ukazidi mbele ukafanya wheel balancing, ama ukafanya kitu kinachoitwa camber balancing. Asante kwa director Zosa kwa kutuandalia shokari kama hii. Mimi naitwa 255 Jerry. Asante kwa production zima, Jerry Spare Production. Paka next time, see you the gear.